2027 kutoka kwa hao wadau wote: serikali, sekta binafsi, makampuni, jumuiya za wafanyabiashara na hizo taasisi nyingine mbalimbali. Tulipokea maoni 727 ambayo yanagusa maeneo ya kikodi, kuna mengine yanagusa maeneo ya kisheria na baadhi yake vile vile ilikuwa katika maeneo ya kiutawala. Kwa hiyo uchakataji wa mapendekezo hayo ulianza rasmi mwezi mara tu baada ya kupokelewa baada ya fungu la dirisha katika mwezi wa Februari mwaka huu, ambayo uchakataji huu una ngazi mbili. Kwenye ngazi ya awali ulichakatwa kupitia kamati maalum tunaita Post Task Force ambayo inajumuisha wawakilishi kutoka serikalini, serikali za mitaa, taasisi za serikali na sekta binafsi. Na kati ya mapendekezo haya 727 sasa baada ya kuchakatwa na hicho kikosi kazi kwa takriban miezi miwili, hatimaye tulipata mapendekezo 125 ambayo yalikubaliwa kama yalivyowasilishwa. Katika 727 125 yalikubaliwa haya yapendekezwe kuenda nayo mbele kama yalivyowasilishwa, kwa maana yalikubaliwa moja kwa moja. Mengine 121 yalikubaliwa baada ya kurekebishwa. Kwa mjadala umekwenda akasema hili lina hali sio nalo, lakini lirekebishwe. Kwa ujumla ya aina hii ya 100 mapendekezo 121. Mapendekezo 295 kati ya hao 727 haya yalikataliwa kwenye ngazi ya kile kikosi kazi. Baada ya kuchakatwa, baada ya mjadala mzito, akasema haya na sababu ya kuendelea mbele yakataliwa pale pale. Na mapendekezo 107 ilielekezwa na kamati hiyo ya kikosi kazi kwamba haya yanahitaji kuwasilishwa kwenye wizara na taasisi mbalimbali zile ambazo zinahusika ili kutoa ufafanuzi au kufanya uchambuzi wa ziada. Kwa hiyo pamoja na kwamba ilionekana kuna faida ya kuendelea nayo, lakini alikuwa hayajaiva. Kwa hiyo inatakiwa afanywe kazi ya ziada. Na mwisho kuna mapendekezo ambayo yalikuwa hayafanyiwa maamuzi kutokana na ukosefu wa takwimu na taarifa za kutosha. Haya ni mapendekezo 47. Aidha, mapendekezo ya maboresho ambayo yapo katika hatua mbalimbali za utekelezaji nayo ni 32. Kwa hiyo tayari yapo lakini yanaanza kutekelezwa. Haya ni 32. Kwa ujumla mtaona uandaaji wa bajeti ni kazi muhimu kitaifa, lakini ina mchakato mrefu na unahusisha wadau walio wengi. Tutakuja kuisoma hatimaye kesho yale ambayo tumekubaliana hatimaye, lakini mchakato wake umeanza muda mrefu na tumefika mbali. Ndugu waandishi wa habari, pamoja na ushauri huo kamati hiyo kikosi kazi, lakini waziri wa fedha vile vile kupata fursa ya kupata ushauri wa ziada kutokana na hayo mapendekezo yenyewe kwa mujibu wa sheria kutoka kwenye kamati ya kiufundi ya ngazi ya juu. Kwa hiyo tukitoka kwenye kile kikosi kazi tunakuwa na ngazi nyingine kuja kupitia sasa maoni ya kikosi kazi yenyewe. Na naomba niwataarifu kwamba kikosi kazi hii ngazi inayofuata think tank inakuwa na uwakilishi mwingi zaidi vile vile kutoka serikalini, kutoka sekta binafsi na wawakilishi kutoka kwenye taasisi za utafiti na ushauri wa kitaalamu na masuala ya kodi nchini. Kwa mwaka huu wa fedha tulifanya kikao hiki cha think tank juzi tarehe 5 mwezi wa 6, na ambapo tulipata fursa ya kukutana kama kamati ya think tank na kupata ushauri na maoni ambayo pia tumeyazingatia katika kufikia haya mapendekezo ya mwisho ambayo tunatarajia kuwasilisha bungeni siku ya kesho. Ndugu waandishi wa habari, hapa mtaona kama nilivyosema awali kwa ushirikishaji mkubwa wa wadau katika upangaji wa viwango vya kodi, tozo na ada. Tuna ushirikishaji mkubwa. Mapendekezo yalikubaliwa na yaliyokataliwa na maslahi mapana ya taifa, lakini lengo kuu ikiwa ni kukuza uchumi, kuongeza fursa za ajira, kuongeza wigo wa kodi na kuvutia uwekezaji na pia kumpunguzia mlipa kodi mzigo na utitiri wa kodi. Mara nyingi tunatafuta uwiano vile vile. Pande moja tunahitaji uwekezaji, pande wa pili tunahitaji mapato, pande wa tatu tunaweza kuhitaji kulinda viwanda, lakini vile vile tunatazama mlaji wa mwisho naye asiyaathirika katika mfumo mzima wa kodi. Ndugu zangu, nimalizie kwa kusisitiza kuwa kazi ya kujenga taifa letu ni yetu wenyewe wa Tanzania, na tunapaswa sote kujituma kwa ufanisi na tija na kutimiza wajibu wetu wa kulipa kodi kwa wakati na kwa hiari.
na hili tulisisitize sana. Maana kuna wakati tunachukulia kama kwamba kodi ni jukumu la Wizara ya Fedha, lakini tunasahau kwamba ni kodi ndio ambayo inatusomeshea watoto wetu. Ni kodi, mapato kutokana na kodi ndio ambayo yanaimarisha huduma zetu za mbalimbali zikiwemo za afya, upatikanaji wa maji, miundombinu ambayo tunaitumia katika maeneo mengine. Wenzetu mataifa mengi yalikuwa yakiweka mkazo sana kwenye ukusanyaji wa mapato, na mtu ambaye halipi kodi au anakwepa ulipaji wa kodi anakuwa anachukuliwa kama ni adui. Kwa sisi tufike mahali tuone kwamba tuna wajibu wa kujenga taifa letu, na kwamba mapato ambayo yanapaswa yakusanywe na yanakusanywa kutumika vizuri na yanatumika vizuri ndio ambayo yanatuletea maendeleo ambayo tunayaona. Na sisi upande wetu tulioko serikalini tutaendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha usimamizi wa matumizi ya fedha zinazokusanywa ili nazo tutumike kwa ufanisi mkubwa. Kukusanya mapato ni kitu kimoja, lakini upande wa pili ni ufanisi wa matumizi yenyewe. Kwa hiyo kwenye hili tutaendelea kuchukua jitihada maalum za kuhakikisha kwamba mapato hayo machache tulionayo kutokana na saizi ya uchumi wetu, kutokana na ukubwa wa uchumi wetu, basi yatumika vizuri, yatumike kwa ufanisi na yatumike kwa tija iliyokusudiwa. Waandishi wa habari, kupitia kwenu naendelea sana kushukuruni na kuwashukuru Watanzania wote kwa imani yao kwa serikali. Naamini kesho wote watasikiliza kwa makini bajeti yao kwa mwaka 2026-2027, wataiunga mkono na kuwa tayari kwa utekelezaji wake. Tusisahau, haya ni maelezo mafupi sana na mapendekezo yenyewe ambayo nitasoma kesho tarehe 11 mwezi huu wa Juni mwaka 2026. Kwa hiyo kama kusema, hii ni briefing tu kwenu nyinyi waandishi wa habari, kwa sababu siku ya kesho ni siku maalum.